kwa sifa. People! Hakuna mbada ikieleweka CCM out. Makamanda, mimi nimefika hapa kwa kazi ndogo sana. Leo tunao magwiji wa utumiaji wakubwa, tusiwaibie muda wao. Lakini nimekuja kusimama hapa kama ishara ya umoja na ushikamano ndani ya chama chetu. Na zile propaganda wamegawanyika, si wamoja, tupa kule. Mwenzangu mmoja amepita, uchaguzi uliisha, wakulia tulilia, lakini hata msiba mwisho matanga siku 3. Kweli si kweli? Kwa tuko hapa kuonesha kazi ya chama hiki, kusudi lake ni ukombozi wa nchi hii, na ukombozi bado haujafanyaje. Kwa hiyo tafsiri yake, wote baada ya mambo yetu tunasimama pamoja, tunachukua mwelekeo mmoja, na majenerali watu wanatuongoza vita, sisi majenerali wao tunawasimamia nyuma kuhakikisha vita hii wanaishinda. Na mimi ningetoa mfano kidogo. Kamanda mmoja aje hapo, mmoja kamanda mwenye suti, tena wewe ndo mwenyewe, mwingine aje mwenye suti, ili nitoe mfano kama Warema ueleweke. Sawa. Mwingine yuko wapi? Mwenye suti kidogo. Naam. Sasa iko hivi, mfano mdogo. Mnajua uapishwaji wa rais, si ndio eh? Ndio. Rais yule anayemaliza muda wake, mimi mlinzi na kuja naye mgongoni, maana yake bado rais, si ndio? Tunapanda hapa juu na tunapisha marais. Anakuja rais huyu bado hajaapishwa, si ndio? Lakini kipindi anaapishwa mimi niko huyu wa zamani. Huyu akimaliza kuapishwa, mimi jenerali mlinzi wa rais namwacha huyu na mlinda huyu. Huyu anateremka chini, sio rais, ni mstaafu. Hiyo huyu sasa mpya alikuja bila ulinzi, anabaki na ulinzi kwa sababu huyu ndio rais. Mnalielewaje tukio hilo maana yake? Tafsiri yake hata kidini, askofu yupo, atalisahihisha. Majenerali na walinzi wanalinda zumuni, sio mtu. Unachokilinda ni zumuni, sio mtu. Zumuni la uraisi linakuwa kwa huyo ambaye ni rais. Yule ambaye amemaliza muda wake, zumuni lake limeisha. Amesaidia, ametupeleka sehemu, akija huyu tunamtii. Kwa hiyo sisi majenerali tukiwa na kiongozi mpya, tunamsaluti kiongozi mpya, sio usaliti. Ndio maana yule mlinzi wa rais aende Dekembe, akishifti kwenda kwa rais mwingine, hakusemi huyu ni msaliti. Ameendelea kulinda zumuni na kwamba rais huyo awe salama na hakikisha nchi inakuwa salama. Kwa hiyo na sisi majenerali, wajumbe wa kamati kuu, wenye vitu wa kanda, tulikuwa na upande, tulimuunga ndugu yetu, baba yetu, mzazi wetu Freeman Mbowe. Lakini sasa hivi si mwenyekiti, tuna viongozi wengine, tunawalinda na kuwaunga viongozi wako wote mkono, bega kwa bega, na kuhakikisha nchi hii inakombolewa. Tunaitoa mikononi mwa CCM. Hapa imekaeje Arusha? Hapa imekaeje Arusha? Mnanielewa eh? Kwa kusudi la mapambano haya ni kulinda dhumuni. Na nimalizia kidogo niwaambie, mkitaka kujua ninachokiongea kipo sawa sawa. Mapambano baada ya kumpata kiongozi mpya tu, hata adui yangu ameshifti, apigi tena pale kwa kiongozi wa zamani. Na ukombozi. Kwa hiyo sisi kwa nini tusimlinde huyu mtu? Kwa sababu hata adui anamshambulia huyu. Makamanda, kazi hii ni ngumu. Kuna watu jela waijui. Mimi mwaka jana Novemba nilikuwa jela Oktoba. Kule aliko Lissu kuna watu wanajua yuko picnic. Hawa hotelini. Kule vyoo havina mlango. Ni mtu mzima unajisaidia pale uani. Wazi vitoto wadogo wanakuona. Na jela unayoenda ina watoto wa miaka 14, 16, 17. Ukienda chooni wanakuona mzazi wao unajisaidia. Kuzuri huko.
Mtu kama Mheshimiwa Lissu hawezi kukaa kwenye choo cha kuchuchumaa. Jela atajua mwenyewe anakaja kwenye kile choo. Hakuna mtu anapeleka choo cha kujenga. Unaacha nyumba yako na vitanda kifahari. Ukienda jela unalala kwenye kigodoro cha futi 4, kimoja kwenye baridi. Na ndani ana mifupa na risasi moja. Tafsiri yake kwamba ndugu yetu kiongozi wetu mpya ndio adui wa CCM. Sisi majenerali tumeapa kulinda dhumuni, tutawalinda viongozi wetu, tuko pamoja mpaka sisi tuondoke madarakani. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki Arusha. Asante sana. Niwashukuru sana waheshimiwa viongozi ambao mmehutubia. Jamani, mimi si ndio mwenyekiti wa kanda? Nisikilizeni waandishi wa habari na muandike vizuri. Kwa sasa namleta aliyekuwa mbunge wetu wa miaka mingi sana pale Ubungo, lakini pia ni kamanda sana wa chama, Kamanda Mnyika. Karibu sana uzungumze na wananchi.